Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kunako katika kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Unafahamu ya kwamba bado hapa nazungumzia masaa unaweza kusema kadhaa kuelekea katika mtanange mkubwa kabisa ambao wanakwenda kupigwa katika dimba la New Complex Amani Zanzibar, ambapo klabu ya soka Young Africans wanatumia kule kama sehemu ya uwanja wao wa nyumbani katika michezo yao ya ligi ya mabingwa barani Afrika kuelekea katika hatua ya robo finali. Kumbuka ya kwamba Young Africans wapo nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi ya mabingwa barani Afrika na wanakwenda kukutana tena kwa mara nyingine, na hapa nazungumzia si wengine bali ni National Al Ahly katika mchezo wa raundi ya pili. Hapa nazungumzia baada ya kukutana mara ya kwanza pale Cairo, Misri, ambapo Young Africans ilikufa kwa bao 2-0. Sasa je, itakuwaje katika dimba la Amani Zanzibar? Itakuwaje? Mimi nimekusogezea hapa kikosi cha kocha mkuu Pedro ambacho amekiandaa kwa ajili ya kwenda kujipambania ama kuhakikisha kwamba Young Africans inafuzu kuelekea hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kupata upointi katika mchezo huu. Bila kupoteza wakati, tuende kutizama kikosi. La kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama nyekundu loandiko hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kutizama mwanzo mwisho kikosi cha Young Africans ambacho kinakwenda kucheza mchezo wake kama finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa tu ni hatua ya makundi, kwani mchezo huu pointi zake ni muhimu kabisa. Karibu bana, bila kupoteza wakati, kikosi ambacho kimeandaliwa na kocha Pedro ni kama ifuatavyo. Golini anasimama Djigui Diarra as claim protector, unafahamu bora wake, moja kati ya magolikipa bora kabisa kwenye ukanda huu, kiweza kushuhudia kazi kubwa ambao wanaifanya, save za kutosha, save za maana, namna ambavyo wanaongeza idadi ya wachezaji kwenye kiwanja. Si tu golikipa bali ni golikipa mchezaji ambaye ana uwezo ukamrudishia mali na ikakaa ikatulia, mpinzani akaja akala chenga, akafanya namna ambavyo anavyoweza. Kwa hiyo ni moja kati ya magolikipa ambao wana uwezo mzuri pia kutumia miguu yao, kwa hiyo atakuwepo langoni. Huku beki namba 2 anasimama si mwingine bali hapo nazungumzia ni Atola Yao Kwasi, miongoni mwa nyota ambao wamerejea kwenye kikosi Young Africans baada ya kutoka kwenye majeraha mazito ambayo aliweza kuyapata. Kwa hiyo utaweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya. Ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kupandisha mashambulizi na kurudi kwenye ubora ule ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anakuwa nayo. Atola Yao Kwasi ni moja kati ya ushahidi mzuri kabisa kwamba Young Africans wana ukuta mzuri kabisa. Utakwenda kushuhudia hilo katika mchezo huo. Lakini katika upande wa beki namba 3 unakutana na si mwingine bali huyu ni Isa Shadrack Kiboka. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao wanapiga mapigo na mwendo. Ana uwezo mzuri kabisa wa kuweza kupandisha mashambulizi, ana uwezo mzuri kabisa wa kukaba, ana kasi, maarifa mguuni. Vyote hivyo ni sifa ambayo anayo. Hapa nazungumzia Isa Shadrack Kiboka, atakuwepo katika mchezo huo. Huku unakutana na beki namba 4, hapa na si mwingine ni Ibrahim Ahmadi Baka. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwendelezo mzuri kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans, amekuwa na uimara mzuri, ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaendelea kuweza kuifanya. Amekuwa ni moja kati ya mabeki vitasa kweli kweli ambao wanasifika kwamba striker pale, kazi ambayo
utakuwa nayo ni nzito kweli kweli, kupita kwa Ibrahim Ahmad Baka. Huku beki namba 5 anakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto. Unafahamu shughuli yake. Sababu kubwa ya mwalimu kuweza kumweka Bakari Nondo Mwamnyeto katika kikosi hiki katika upande wa beki namba 5 ni kutokana na sifa ambayo wako nayo washambuliaji wa Al Ahly, kwamba ni warefu, ana vimo vikubwa. Kwa hiyo hili kuweza kuwazuia kupiga ile mipira mirefu zaidi, anapatikana Bakari Nondo Mwamnyeto mwenye sifa na vigezo ambavyo yuko navyo kulingana na wale strikers wa National Al Ahly ambao wako navyo. Kwa hiyo Bakari Mwamnyeto anakwenda kuziba pale katika eneo la namba 5. Huku unakuja katika upande wa namba 6, anasimama si mwingine bali ni Damaro, miongoni mwa watu hatari kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ameingia tu na ameweza kupewa nafasi ya kuweza kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Ana uwezo mzuri, ana uwezo wa kukaba, anakaba vizuri kabisa. Kazi kubwa anayoifanya pale katika eneo la namba 6 ni kwenda kuziba na kuhakikisha kwamba kuna cheche zozote ambazo zitakazopita kuelekea upande wa golini kwao. Huku unakuja katika upande wa namba 7, anasimama Alan Okello. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya mawinga hatari kweli kweli ambao ameweza kujiunga na kikosi cha Young Africans. Dirisha dogo, lakini uwezo wake haujahitaji maneno wala muda wa kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Ameweza kuingia tu na kufika kwenye kikosi cha kwanza cha Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo yuko nayo Alan Okello katika upande wa safu ya ushambuliaji ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Huku unazungumzia namba 8, anakaa si mwingine bali ni Duke Abuya. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inayofanyika, moja kati ya wachezaji ambao wana mapafu ya kutosha, wanapiga kazi, wanakaba, wana uwezo wa kupiga pasi nzuri, wana uwezo wa kupiga mashuti na kufunga vile vile. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo itakayopigwa na Duke Abuya katika eneo la namba 8, eneo la kiungo ambacho ni katikati pale kwenye roho ya timu. Kwa hiyo anasimama Mkenya Duke Abuya kuendeleza kile ambacho amekuwa akiendelea kuweza kukifanya kwa kipindi hiki cha karibuni. Amekuwa ni moja kati ya wachezaji tegemeo kwenye kikosi cha Young Africans. Huku unakuja katika upande wa namba 9, anasimama si mwingine bali ni Depu, moja kati ya washambuliaji pia ambao wameweza kuingia na mpaka sasa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara na magoli 3. Kwa hiyo si mchezaji kwamba unaweza kusema kwamba ni mchezaji wa kawaida. Unaweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao mguuni kwenye kufunga. Ana uwezo wa kutumia miguu, ana uwezo pia wa kutumia kichwa, ni mipira ile ya vichwa. Anayo pia kazi nzuri ambayo anaweza kuifanya. Huku ukiweza kushuhudia namba 10, anasimama si mwingine bali unakutana na, hapa nazungumzia Maxim pia Nzingeli. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo mwalimu ameweza kumpatia majukumu mazito kweli kweli kuhakikisha kwamba anagawa zile pasi nzuri za upendo kuelekea kwa wafungaji. Kwa hiyo hilo halitakuwa na shida kabisa kwa Maxim Nzingeli kuweza kufanya hivyo. Huku unakutana na namba 11, anasimama Profesa Waboli, si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, akiweza kusimama katika eneo hilo. Hiki ni kikosi cha klabu ya soka Young Africans kuelekea mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii.